Tunawashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa vile imempendeza kutuleta mahali hapa ili tukaweze kuwa na ibada ya conference yetu ya Western Zone. Tunashukuru Mungu kwa sababu hii ndio siku Bwana amefanya. Nataka kutoa mpangilio vile tutakavyofanya. Overseers, tafadhali, kuna viti vyenu hapa. Naona Reverend Jane mudo imaga kuwa huko. Kwa hivyo kaa pale. Wake wa overseers, kuna viti vyenu hapa. So kama uko pande ile, kuna kiti yako mahali pale, na tutabarikiwa zote tukiwa pamoja kwa utukufu wa Bwana. Tunaelewa na tunajua ya kwamba please, watu wa mashine tafadhali. Sijui shida ni nini. I don't know where the yangu haionge. Thank you. Kwa hivyo wale wako nje tafadhali, within the few minutes tunafunga hiyo mambo ya chai, kwa sababu tulikuwa tukunywa chai mpaka saa 4 ili tuweze kuwa na wakati mzuri wa kuwa na ibada ya siku ya leo na kuyasikia yale Mungu. Bishop Moria, kiti yako iko pale, yale Mungu ametupangia. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu na heshima tukaweza kusimama kwa miguu yetu, tukaweza kufungua huu mkutano kirasmi kwa maombi. Nitamuomba Daktari Joseph Dungu akuje atufungulie kwa neno la maombi. Karibu askofu. Thank you. Tuombe. Baba wetu, wewe uliye juu mbinguni, asubuhi ya leo Bwana tuwasongea katika kiti chako cha enzi. Tunasema ni asante kwa vile Bwana umekuwa pamoja nasi kwa mwezi huu wa Januari, na tumeona mwisho wa mwezi huu Bwana ukiwa umetulinda, umetuhifadhi ewe Mwokozi, na tuna sababu zote za kukuambia ni asante. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya mkutano wa leo. Tunaukabidhi mikononi mwako ewe Mungu wetu. Tunajua umeandaa meza hii ili uongee na mioyo yetu. Ninaomba Roho wa Bwana akatuhudumie siku hii ya leo kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu. Pamoja na hayo Bwana, tunataka kukuja kinyume cha maroho yote machafu na nguvu zote za ibilisi. Tunaomba ya kwamba mahali hapa Mungu wetu, kila mmoja wetu atajisikia huru kwa sababu unaenda kutuhudumia ewe Mwokozi wetu. Tunaachilia kila kipindi ambacho kitafanyika mahali hapa mikononi mwako, na ili ukatuongoza na kutuelekeza ewe Baba wetu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Tukiwa tumesimama jameni, tuinue tu mikono yetu, tufungue vinywa vyetu, tumwambie Bwana Yesu asante kwa sababu ya siku ya leo. Hata vile Bwana amekuwa mwema, hata tusiwe na instrument without the instruments kwa muda. Just without the instrument, just open your mouth, lift up your hearts. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya siku ya leo, vile amekuwa mwema. Kama vile Daudi alisema, isipokuwa ni Bwana amekuwa upande wetu, hatujui tungekuwa namna. Just open your mouth in the presence of the Lord. Nena na Bwana, mwambie hata siku ya leo matarajio ya moyo wako, ili Bwana akaweza kunena na wewe, akaweza kunena na nafsi zetu, kwa sababu hawezi kutukusanyisha mahali hapa akiwa hana kusudi. Ni lazima kuwe kuna sababu ya Mungu. Just open your mouth in the presence of the Lord. Hallelujah. Father, we thank you. Father, we bless your name.
Tanyika eleza Bwana Mwokozi Bwana tuku Bwana tunakuinua haleluya Bwana Bwana pokea sifa Bwana pokea sifa Bwana haleluya Bwana Bwana pokea sifa Bwana haleluya Bwana Bwana sifa Bwana pokea sifa Bwana haleluya Bwana Pokea sifa asubuhi ya siku ya leo. Pokea sifa Bwana, wewe ni Mungu. Pokea sifa Yehova. Kusanyika kukuinua. Pokea sifa Jehova. We give you glory, we honor you. Pokea sifa Jehova. Gracious God, you live forever. We lift your name on high. We have Waigawe muthamaki rucine naga yoge tawe mwathani ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirokumio Ngai wa rikayane
ya gai netwa kwenye baba mtu corona itwe watani corona na itwe gai totarena watotinge hata totarena watotinge hata baba mtu na gai mtu totarena watotinge hata Jesus. We are desperate of you. Continue the morning, Father. Yes, Father, We worship your name. We worship your name, oh God. Hallelujah. Tunapoendelea kuwa mbele zake Bwana, tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya kanisa lake na pia taifa letu. Just 2 minutes in the presence of the Lord. Shukuru Mungu kwa sababu ya kanisa na pia nchi yetu. Baada hiyo tupewe sifa mbili ili tuweze kuenda hatua hiyo ingine. Just open your mouth. Thank God for the church, for the body of Christ and for the country. Then after that, praise and worship. Mutatupatia sifa mbili, alafu tutaendelea kwa utukufu wa Bwana. Hallelujah. We worship you, God. We give you glory. Jehovah, you are mighty. There is no one like you. In the name of Jesus. Glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tumpigie Mungu wetu makofi. Makofi ya juu kwa Bwana Yesu. Tunapoingia katika kipindi cha kumsifu Mungu wetu, maana ni Mungu aliye mwaminifu. We give you glory, Jesus. Hallelujah. Ni wakati wa kumsifu Mungu. Tuinue mikono yetu, tumpigie Mungu wetu makofi. Makofi ya juu kwa Yesu. Yeye anastahili. Gaine tomenyete hinya waku, mwadhani netuonete ohoti waku, mwadhani nugegete gorosito, wene wenga yuria tore. Gaine tomenyete hinya waku, Jehova netuonete ohoti waku, mwadhani nugegete gorosito, wene wenga yuria tore.
better clap to the Lord as our praise and worship take their seats. Hallelujah. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. A humble request, if you are a pastor, a reverend, just occupy the front seats. Hizi viti ziko hapa mbele, au kiti yote ambao unaona mbele yako na haina mtu, so that we may occupy this place before we occupy the upper room. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wetu. Najua tungependelea kuendelea, but still on tomorrow we are still here. Sini vizuri? Na tuko mahali hapa ili tukaweza kupata nafasi nzuri ya kulisikia neno la Mungu na mafundisho kama vile Bwana ametuandalia. This is our Western Zone Regional Conference, and it's a one day, so we must squeeze every minute ili angalau tupokee kile Bwana ametupangia na pia tufunguane wakati ambao unastahili. Bwana Yesu asifiwe. You look good. Tell your neighbor it's good that you came. Yes. Ni lazima utabarikiwa. Thank you so much. I want to appreciate our regional bishop who is together with us, the members of the regional executive board, the bishops, the overseers, the pastors, kwa kufanya hii mkutano iwe vile ilivyo siku ya leo, na naamini ya kwamba tutabarikiwa. This is a conference. Can I see your Bible if you have any? Thank you. Okay. Can I see your notebook? Wow, lift your notebook. Nisalimie na notebook yako. Asante. Askofu, hawa watu wamejiandaa kwa mafunzo. So without spending more time, allow me to take this opportunity to invite our first speaker, who is coming to share what the Lord has put in his heart. And he is our regional secretary, Bishop Simon Kuria from Juja. He's our first speaker. Let's put our hearts together as we welcome our first speaker, Askofu Simon Kuria, to come and share what the Lord has put in his heart. Can we continue? Tumpatie makofi mazuri. Yeah, let us encourage and motivate the speaker. Amen. Bwana asifiwe. Happy New Year. Unajua ilisemekana ya kwamba sisi watu wa Kikuyuni lazima tuseme Happy New Year mpaka March. Bado mwaka ni mchanga, and we believe that the Lord is going to carry us through because he's such a faithful God. Asubuhi leo nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa mwokozi katika maisha yangu. Ninafurahi kukuona katika mkutano huu, na pia ningetaka tu niseme ni asante kwa sababu ya maandalizi haya tunapoongozwa na askofu wetu, na kuona jinsi mahali hapa pameandaliwa vizuri. Tunashukuru Mungu. Pia ninashukuru kwa sababu ya kuweza kuona jinsi mmejitokeza kwa wingi na kuweza keep time. This is really encouraging to see leaders ambao wameweza kutii mwito wa kuweza kuingia katika this conference ambayo ni ya siku moja, na najua ya kwamba Bwana atazidi kutubariki na pia kuweza kututendea mema. Kama vile Askofu Kairo amesema, mimi natokea Juja, na huko ndiko ninako hudumu katika kanisa letu la Juja, na pia kuongoza wilaya yetu ya Juja, mahali ambapo mnasikia ya kwamba kuna mashamba mafuta. Ukitaka mimi siuzi, I don't sell, lakini ukitaka kununua
Usikuje sasa venye kuna kiangazi, kuja wakati kumenyesha. Ndio make the right decision. Ukija saa hii uenda udanganyike. But the place is good. We bless the Lord. It is really growing. Na tunashukuru Mungu. Nawaletea salamu za mke wangu, hatukuweza kuingia naye leo. Mpokee hizo salamu, ikuwabariki. Nimwamukira geithicio seriously. He andu ndona ndiratuma na ngeithi andu mandorete uguo na matiramukira ngeithi. Haya, unajua lazima tutengeneze, najaribu kutengeneza rapport ndio tujue tutaingilia wapi saa hii kwa haya mafundisho. Unajua unapofundisha ama kuhubiri ni vizuri muweze kuambatana na wale wapendwa ambao mnashirikiana na wao. Basi niliweza kupewa mafundisho, kichwa cha mafundisho ambayo nilipewa ni Focused Leadership as a Catalyst for Growth. Focused Leadership as a Catalyst for Growth. Kwa hivyo leo ningetaka tuongee sana kuhusiana na kiongozi kuwa focused. Na najua kwamba hiyo itatubariki sana kwa sababu Bwana ametuleta mahali hapa. Ninajua kwamba tuko live katika mitandao. Kwa hivyo wale wanatufuata, Bwana atubariki. Kuna wapendwa ambao ni wa Lord's TV ambao wako nasi, pia kanisa letu la Juja. Najua pia kanisa hili la Uplands tuko live nikidhani, na natumai ya kwamba watu watazidi kutufuata na itakuwa ni vizuri. Mungu ametupatia maono. We have, unajua faith inaanzia kidogo. Na sisi tunaamini ya kwamba one of these fine days we are going to have TV ambayo inaitwa Lord's TV. Bado tuko online, lakini tunaamini ya kwamba by the grace of God, vile Bwana anatusaidia, tunaamini ya kwamba mambo hayo yatakuwa ni mazuri tunaposonga hapa mbele. So you can follow us, Lord's TV Kenya, and also unaweza fuata katika mtandao wa kanisa letu la PEFA Juja Town page, na pia YouTube, na itakubariki kwa sababu kuna mambo mengi yanaendeleanga hapo, na Bwana atubariki sana. I think I am ready to roll. Katika kitabu cha Nehemia mlango wa 6, Nehemia chapter number 6, hapo ndipo nataka nisome kidogo, na ninaweza evaluate sana kutoka kitabu hiki cha Nehemia, lakini chapter number 6 ya Nehemia inasema maneno haya. Nehemia chapter number 6 inasema hivi, kuanzia mstari wa kwanza. Nitaanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: Now when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arab and the rest of our enemies heard that I had built the wall and that there was no breach left in it, although up to that time I had not set up the doors in the gates. Sanballat and Geshem sent to me, saying, Come, and let us meet together at Hekaphirim in the plain of Ono. But they intended to do me harm. Verse number 3, and I sent messengers to them, saying, I am doing a great work, and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you? And they sent to me 4 times in this way, and I answered them the same manner. In the same way, Sanballat, for the 5th time, sent his servant to me with an open letter in his hand, and it was written, It is reported among the nations, and Geshem also say it, that you and the Jews intend to rebel, that is why you are building the wall,
and according to these reports, you wish to become their king. And you have also set up prophets to proclaim concerning you in Jerusalem, there is a king in Judah. And now the king will hear of these reports. So now, come, let us take counsel together. Verse number 8, the Bible says, then I sent him saying, no such thing as you say have been done, for you are inventing them out of your own mind. Hii ni correspondence. Tunaweza ita correspondence katikati ya mtu wa Mungu Nehemia na mtu huyu ambaye anaitwa Sanballat. Tunajua ya kwamba Nehemia alipata mwito wa Mungu aweze kutimiza jukumu. And let me tell you brethren, wakati unaposoma kuanzia Nehemia mlango wa kwanza, utapata kuona ya kwamba Nehemia, he had no basis ya kwamba ati familia yao walikuwa ni watu ambao walikuwa tajika, ama watu ambao walikuwa katika lineage ya kwamba wanaweza kuwa watumishi wa Mungu. By the way, we get to understand, yeye Nehemia alikuwa amezaliwa katika nchi ya mateka. Hakuwa na hata historia ya kwao ila ile ya kusoma. Lakini tunajua ya kwamba alibeba mzigo wa kazi ya Mungu baada ya kusikia jinsi mji wa Bwana jinsi ulivyo. The Bible talks about kuna watu waliokuwa wamekuja kutoka Yerusalemu. Biblia inaita ya kwamba walikuwa ni brethren wa karibu ambao walikuja katika mji ambapo Nehemia alikuwa, na wakaongea kuhusiana na jinsi mji wa Yerusalemu ulivyo. And the Bible talks about Nehemia, mzigo wa kazi ya Bwana ukamtwika juu ya mabega yake. Ninataka niseme hivi na nataka uelewe vizuri, kama tulivyoketi mahali hapa, this is a privilege that God has given us. Let me tell you, serving God, it is a privilege. It is not a right. Na ni vizuri tuelewe namna hiyo. Hata leo hii mimi nikiwa kiongozi mahali nilipo, I need to view leadership as privilege from God. Hey, hallelujah. None of us qualify. You need to understand that you do not qualify to be a leader. God has given us privilege. Mungu ametuneemesha tu, akatupa nafasi tuweze kuwa viongozi. Na ni vizuri tuelewe, wewe ukiwa kiongozi, elewa umeitiwa nini na Bwana ni nini anataka utimize. Ukielewa hivyo, kuna mambo makubwa yatakayotendeka katika maisha yako na pia maisha yangu. So tunaona ya kwamba Nehemia, yeye Mungu anamuita na yeye anajitwika mzigo huu wa kutimiza mapenzi ya Mungu. I'm not going to relate mambo mengi, lakini tunaona ya kwamba alipopata mzigo huu, akaenda kwa mfalme na akamwambia mzigo ulioingia ndani yake. Na maandiko yanasema ya kwamba akapata kibali mbele za Bwana. Akapata kibali mbele za Bwana yake mfalme. Alipopata kibali, akafunguliwa aende katika nchi yao, katika mji wa Yerusalemu, atimize majukumu ambayo Mungu alikuwa amempa. Na tunajua ni nini kilikuwa kimetendeka. Mji ulikuwa umekaa vibaya. Kulikuwa na ukuta ambao ulikuwa umebomolewa. Malango yake yalikuwa yamechomwa. Akabeba mzigo huu wa kutimiza kazi hii. Na ndiposa tunaona ya kwamba anaporudi kule Yerusalemu, anaanzia kazi hiyo, kazi ambayo ilikuwa ni kuu mbele zake. And I want to relay this as I lay the foundation, kwa sababu nataka uelewe tu mahali ambapo tumefikia. Anapoenda kule na kuanzia kazi hiyo iliendelea vizuri. Lakini tunaona ya kwamba kazi hiyo ilikuwa na opposition. Na ni vizuri hata wewe ukiwa kiongozi ujue opposition is inevitable katika kazi yako ya uongozi. Mtu mmoja akasema, kama bado hujapatana nayo, jua iko njiani yaja. Okay, Bwana asifiwe. Hemo dudararia. Bwana asifiwe. Challenges in leadership ziko. Yeye alipoenda akona kibali cha mfalme. By the way, alikuwa ameandikiwa hapa paka barua
ya kwamba alivuka mpaka zile blockade za barabara zote, akavuka vizuri, akafika mpaka kwao, akatembea, akaona jinsi umeharibika. Hiyo ilikuwa ni task yenye ilikuwa mbele yake. Akaanzia kazi kwa bidii. Watu ambao alikamatana na wao wakajitolea kwa bidii kutimiza kazi hiyo ya Mungu. Lakini wakati kazi hiyo iliyokuwa ikiendelea kwa uzuri, kukawa na opposition. Na hapa ndio ninataka utizame uone ya kwamba mahali ambapo tumesoma tunaona ya kwamba Sanballat ambaye alikuwa ni sitaki kumlinganisha. Unaposoma Biblia kuna venye tunamlinganisha na hali ya katika kanisa na changamoto zenye zinatokea, lakini nataka utizame tu generally ya kwamba he was an opposer, he was a rebel, mwenye alikuwa anajaribu kupinga kazi ya Mungu iendelee mbele. Kuileta chini kidogo, ni vizuri tujue ya kwamba kila mmoja wetu kuna mandate ambayo Mungu ametupatia. In every level where you are as a leader, maybe you are a Sunday school department leader, that's a mandate. Wewe pengine uweze ukawa ni mzee wa kanisa, that is a mandate. Kama wewe ni mchungaji, that is a mandate. Naye Nehemia akona mandate ya kwenda katika mji wao uliobomolewa, ulioharibiwa, na ndiposa aujenge na ujengeke. Na hapo ndio tunaona ya kwamba anapoenda na kuendelea na kazi, panainuka Sanbalati pamoja na marafiki zake wawili, wanapinga hiyo kazi. Na hapo ndio tuko sasa. Wamejaribu kupinga, imeshindikana. Na unajua, sio kwa sababu Nehemia alikuwa na jeshi kubwa. Nehemiah was focused to the things that he was supposed to do. Today we are failing because sometimes we are focusing in the wrong thing. And today I have come to challenge ourselves, you and I, that as leaders in our capacity, mahali ambapo Mungu ametuweka, that we can be able to offer focused leadership. Na hapa ndio tunaona ya kwamba, tizama, Nehemiah was continuing na kazi yake, na Sanbalati akiwa na mpango na makusudio mabaya, anamuita kwa mpango wa mkutano wa kando. Na tunaona ya kwamba anakataa, kwa sababu alijua ya kwamba huyu Sanbalati alikusudia mabaya. He was planning for something that was not right. And therefore today, I am here to introduce to you focused leadership as a catalyst for growth. Ni vizuri tujue ya kwamba sisi kama viongozi, Mungu ametuita ndiposa tuweze kuoffer this kind of leadership. Na tunaona Nehemia anakataa kwa sababu alijua jukumu lake. Alijua ya kwamba kelele hizi za Sanbalati anapomwita kando, anataka alete distraction. Na kwa hivyo yeye alikataa, ndiposa alenge katika malengo yake ya kweli, mahali ambapo Mungu alitaka atimize majukumu na kazi. Na siku ya leo pia mimi na wewe ningetaka tushike hii changamoto ya kwamba Bwana ametuita, ya kwamba we can be able to offer this kind of leadership, ya kwamba tutalenga vizuri, tutafanya kazi ambayo Bwana ametuitia. Hatutakuwa watu ambao wamekosa kugonga ndipo. We are going to be focused in the things that God has called us to focus to. Ninapoongea na nyinyi pamoja nami, ni vizuri kujua ya kwamba tunapoongea kuhusu hii focused leadership yenye huwa inaleta growth, ni vizuri kujua ya kwamba growth ya kanisa ama growth ya kitu chochote ambacho wewe unafanya kama idara, any growth, whether personal or even organizational or even spiritual, does not just happen. Growth does not just happen. Na ni vizuri tuelewe namna hiyo. Lazima tuelewe ya kwamba kuna kazi itatiliwa mahali hapo ndio kuonekane growth. Na hiyo ndio nakuja kuleta kwenu ya kwamba ni vizuri kuelewa namna hiyo ya kwamba growth, it is a product of focused leadership. Wakati tutakuwa watu ambao ni viongozi ambao wako focused katika mambo ambayo wanafanya, katika kumtendea Mungu kazi, we are going to experience growth. Let me tell you, the absence of focused leadership, kile kitakuwepo ni ya kwamba tutakuwa na shida, kutakosekana growth.
kuna askofu mmoja wetu zamani, na Bwana amempumzisha. Kuna nyakati moja tukiwa katika baraza, nyakati ambapo watu walikuwa wanapigwa transfer. Baraza ingeisha, baraza ikiisha, huyo askofu angesimama aimbe wimbo fulani, noto amenyagane kuina transfer. Ona he muratomwe wako ahurio transfer kejira tingai wahura transfer. Tondu atwario kundu gwetagwo Kaharo. Na Kaharo kwari kwega tondu ungiagiria kuhurwo we ni ukuhurana. You know those churches that are hard churches. Na siku moja akasema ya kwamba kuna viongozi walio wazuri, ya kwamba kazi yao wanaweza simamia kanisa isimame. Na hiyo maana yake ilikuwa namna hii: they are leaders ambao watasimamia kazi ambayo haina progress, it does not grow, haisongi mbele, inabaki mahali pamoja ikiwa imestagnate. Ya kwamba kuna viongozi aina hiyo. I want to challenge you today. We have not been called by God to maintain or even to make the work of God stagnate. God has called us to make the work of God to grow. And one way that will make the church and the work of God grow, it is for us as leaders to be focused. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanatokea hapa katikati na yanakuwa ni magumu na ni mazito. Ni vizuri kujua ya kwamba growth does not just happen. Na mahali ambapo kutakosekana this kind of leadership, kutakuwa na mambo haya ambayo ni matatu na ni vizuri uyashike. Where we lack this focused leadership, kutakuwa na distraction. Watu hawataelewa ni nini ambacho wanapaswa kufanya. Kutakuwa na stagnation. Hakutakuwa na growth yenye inahitajika ionekane ama ipatikane. Na ni vizuri pia kujua, without focused leadership, kitu cha tatu ambacho kitatendeka ni wasted potential. Kwa sababu in focused leadership, we keep on discovering other people with different abilities na kudiscover vipawa katikati ya uongozi tulio nao na pia katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Lakini tusipokuwa na hii, ama kama hatuta offer this kind of leadership, kutakuwa na a lot of wasted potential, kwa sababu haitatumika vile inavyohitajika. Ni vizuri kujua ya kwamba wakati mimi na wewe tutaweza kuleta hii focused leadership by the grace of God, growth will be inevitable. Itakuwepo kukua kwa kanisa, kukua kwa idara, kukua kwa mambo ambayo tungetaka tuone. And this is our desire. It is our desire kwamba katika wilaya tunazotokea, katika mahali ambapo tunahudumu katika our local churches, kutakuwa na growth iliyo ya hali ya juu. Na ni vizuri ujue kwamba things don't just happen. Lazima kuna vitu ambavyo vitawekwa ndiposa kazi hii iweze kuendelea mbele. Wale tulisoma kidogo tunajua kwamba catalyst, tunasema ya kwamba a catalyst speeds up a process without being consumed. Hiyo kitu catalyst haiangamii, inabaki tu ipo. Inafanya kitu kifanyike kwa haraka. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba kama ungetaka kuona growth katika kanisa lako, kama ungetaka kuona growth katika hiyo idara, katika kipawa ambacho uko nacho, lazima wewe uwe mtu ambaye ataofa focused leadership. Kwa sababu hiyo focused leadership ndio inakuwa catalyst, ndio inafanya ilete kukua kuwe kwa haraka. If you want to see growth, wewe kama kiongozi lazima uwe mtu ambaye ni focus. Na hiyo focus yako ndio itakuwa ni kana kwamba ndio catalyst, ndio itafanya growth ifanyike kwa haraka na ifikie na iweze kuonekana. Ninataka niseme hivi, focused leadership ita accelerate growth na hatutapoteza vision or even values. Focused leadership accelerates growth without losing vision or values. Itatusaidia. Kwa hivyo ni vizuri kuwa watu ambao kama viongozi, we are going to be focused vizuri katika kazi ambayo Bwana ametuitia tuweze kufanya.
Nitajaribu kufanya kwa haraka kwa sababu ya muda wangu na tutaweza kubarikiwa. Hebu tuulizane swali tu hili, what is focused leadership? Na nijibu niseme ya kwamba focused leadership is the ability to remain committed to God's vision despite of the following. Number 1, distraction. Number 2, pressure. Number 3, opposition. Na tunaona ya kwamba huyu mtu wa Mungu mahali ambapo tumesoma tumeona kile kilichotendeka. Tunaona ya kwamba Nehemia, despite of the challenges zenye zilikuwa zinaletwa, he was focused. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba focus yake ilikuwa ni yatimize kazi ya Mungu na itimize vizuri. Nasi vivyo hivyo ndivyo tunapaswa kuwa, tujue ya kwamba kazi hii ya Mungu kutakuwa na distractions nyingi zitajaribu kuja, kutakuwa na pressure, kutakuwa na opposition, lakini tunaona ya kwamba ukiwa a focused leader, you are going to remain committed to God's vision despite of all those things. Hata zije, wewe malengo yako bado itabaki. Unajua kuna watu malengo yao inaharibika kwa haraka wakati ambapo wanapatana na matatizo, wakati ambapo wanapatana na shida, wakati ambapo wanapatana na mambo mengi yaliyo magumu. Unajua, wakati tulikuwa tunahubiriwa tuokoke na tumwamini Bwana kitambo, na wale walituhubiria zamani, watu wa zamani, walituambia kwamba njooni kwa Yesu kuna raha. Njooni kwa Yesu kwa sababu hakuna kilio. Njooni kwa Yesu kuna amani. But do you know, wakati tulipokuja kwa Yesu, kama kuna mahali tumelia ni huku kwa Yesu. Kama kuna mahali tumesengenywa ni huku kwa Yesu. Kama kuna mahali tumeingiliwa na pia kutokuwa appreciated hata baada ya kufanya kazi kubwa na nyingi ni huku kwa Yesu. Lakini wacha nikuambie na nikutie moyo mpendwa, hiyo haijalishi. Wewe ukiwa ni a focused leader, despite ya mambo hayo yote, wewe hautaachilia maono ambayo Bwana aliyokupa. Wewe utakeep on. Kwa sababu gani? You are a focused leader. Hey, Bwana asifiwe. Todogu niguo twerirwo nera matuhunjagiria tene, no ria twaingirire guku tugikora guku no Ngai mwega. Na nikaini amwe mainire nyimbo no ti ciama makiuga ati tuturagio ni kwiyumia. Gutire mundu ungituria ni kwiyumia guku, no tuturirio ni wega wa Ngai, no tugi wa Ngai. Hey, Bwana asifiwe. So despite of all those things, despite of all those, kama ungetaka kuona mambo yakiendelea, kwa sababu I'm a strong believer, given responsibility, wherever you've been given responsibility, ni vizuri wakati wako ukifika wa kuondoka, there kutakuwa na legacy, na pia kuna mambo itaonekana wewe ulifanya. Usiwe tu kiongozi mzee wa kanisa ambaye hakuna kitu kinaweza kikatajwa ulileta. Onadware ile point muhimu shama nini? Wewe ugaga hau hero niguo kwendaga kuga. Iyo kiugo gwo kiama-ine giakwa tugicamania kiama-ine kiu kingi ni wo riambagiriria. You know, ni ndu ngikora wewe ugaga haria thutha-ine ati niguo ngwendaga kuga. Riu we ni woka mbiriria. Na unajua Biblia inapoongea inaongea ukweli. Katika Proverbs 29 verse 18 inaposema ya kwamba where there is no vision the people perish, it is true. Where there is no vision, for example in that church that you are leading, for example in that department that you are leading, if there is no vision, the scripture may be talking about a country, but let me tell you, tunaweza teremka chini kabisa kama hakuna maono kwa huo mwito wako katika hiyo local church, katika hiyo mahali hapa ambapo wewe unahudumu, mahali ambapo umepewa responsibility. Kama hautakuwa na maono, when we talk about perishing, inaonyesha kwamba kuna vitu ambavyo havitakuwa achieved. Kwa maundu mategukinyanira toko haragana, kwa maundu mafati gukoma gikinyirwo matigakinyirika.
tondu hatire na kioneki ne kiondo maromagirira kioneki ne kiondo maromagirira ginya in that department. So when there is no vision, people perish. In other words, they do not attain where they ought to be. And this is my challenge to all of us today as leaders in our respective places or areas. Kuwa kiongozi ambaye ni focused. Kuwa na maono na mpangilio wa kazi hiyo ya Mungu na itakamilika vizuri. Unajua, ukiwa a focused leader, kuna mambo haya matatu utakuwa nayo. A focused leader know where you are. Huo unajua uko wapi. Wewe kama kiongozi uko wapi. You get to know where you are as a leader. You get to know ukiwa mahali ulipo unajua kuevaluate. Una-evaluate na unajua ya kwamba uko hapa. Then number 2, focused leaders know where they are going. Na ndiposa unaona ya kwamba siku hizi hata kanisa zimeanzia kuwa na kile kitu kinaitwa strategic plan. Wamekusudia kwamba mwaka huu, unajua kuna shida unapataga ya kwamba unapata kuna viongozi tulio nao, lakini mahali tulipo kanisani tuko sawa. Tuko sawa. Hatuna anything else tunataka. But focused leader, this focus will push you. Kuna mahali ambapo unataka mfike. Na sio kujua tu ya kwamba where you are going. You put down even plans and organize on how to get there. A focused leader also know what must be prioritized. Ni nini ya kwanza? Ni kigegwe kwa bere. Ni nini inapaswa kuwa ya kwanza? Those are leaders who are focused. When we talk about that they know where they are, they get to understand their strength, wanaelewa nguvu yao, wanaelewa ni nini wanahitaji kuimprove on, na wanaelewa ni wapi wanaenda, wanaweka mikakati, wanajua kwamba in the next 1 year or 2 years, this is where we will be. And I want to challenge you as leaders in your local churches. Ni vizuri muamuke, na pia mimi niamuke mahali nilipo, na tujiuliza namna hii. Je, miaka 5 ijayo tutakuwa wapi kama kanisa? Tukakoroha. Unajua mahali kanisa letu liko, kuna wakati tulijiuliza siku moja, tukajiuliza katika mkutano, tukajiuliza, na je, hii community yetu ikiamuka kesho ipate kanisa hili limeondolewa na haliko hapa in the community, what are they going to miss about us? Leo tigana kanisa witu rora wanyu. Okay, Bwana asifiwe. Yuga Yemeni. Kanitha wanyu ngithamio ri utuko ri na ti mai ri. Ndurathamio. Itura ringiuga atia mutari ho mokira rucini. Hende twathire hende imwe kuhaka police station ragi. Twathi twakora OCS tukimwira uria turenda gwika. OCS atwirire atiriri, eno ni ndona no mwike maundu. Nie njugaga no inegene mukoragwo nario haria kianda. Kanitha itu ari hau kianda kuga no inegene muko. Kanitha wanyu muthi ungithama ri. Niki andu mangemiss. Bwana asifiwe. Kana andu mangiambia kuga thengio Ngai. Inegene ria rirari haha ni turikomaga na thayu. What is your impact in your local church, in that village, in that area? Tigare honoku. Focused leaders, they do not only think about themselves, they know where they are, they know where they want to go, and they know what comes first. Bwana asifiwe. Nafikiri hii ni changamoto tunapaswa kujiuliza sisi sote, na ndiposa tuweze kumwomba Bwana atusaidie sana, kwa sababu
Kuna mtu mmoja siku moja tukiongea in our interaction kama wachungaji, alikuja akasema, "Leo kanitha cito cia pefa, haroka kanitha ungi hau hakuhi, ukerifarifa, ukaihura andu. Ithuĩ tũrĩ o haha. Ona gũkĩrĩ ũmwe witũ wa maka rĩu haha nĩ gwĩcambia ndĩrenda gwĩcambia. Ũmwe ndũgamĩrĩire. He hĩndĩ ciana 34 irathamĩte. Igathikana wabithi nĩguo tondũ ciana cia Sunday school ciauma irugagĩrwo mũcere. Ciana icio ngĩona ihana arutwo Jesũ arĩa moragia mĩgate. No twaria na mũhunjia ngĩmwĩra, my friend, you have to focus. You have to focus. By the way, do you know you lose kids, you lose their parents? I don't know about your place, but ni ũrĩa njũĩ kũrĩa hunjagia, if you lose kids, you lose their parents. Bwana asifiwe. Ndio kandekire ũru. Tukiaria na mũhunjia ũcio, tukiaria nake akĩnjĩra, niĩ overseer ndĩrona handũ kanitha ũthire, na ũthire na rĩtwa rĩakwa, ĩka ũrĩa ũkwenda na kanitha ũyũ. Ciana 34 ithiĩte. No ndigwo nĩkĩ tũreka. So sometimes you need to evaluate. Go. Wewe ukiwa mchungaji ama kiongozi, fikirieni hawa wengine ni nini wanafanya. Learn from them. Take some things from them. A focused leader knows where they are. Na mukaigua tui haha mukaga kuiganira. Bwana sifiwe sana. Wale ambao wamekuwa uplands hapo mbeleni, leo hii mmepata kuna kokoto, nimeheriria ruthingo rwa kiria rwa live fence. Ruthingo rwe muoyo marekira rwa mahiga. He's in development. Wamemaliza kanisa, but under the leadership of the bishop, they know where we are, we cannot be comfortable. We can do mwenda tungataga tene ndi muhunjia wakuo na nimaguritaga kahuja karia gatene. Bishop Mori lazima ujue kuna hetu twetagwo legal tape, twekagirwo tu tape twaheanitwo tene Mombatha. Rĩu ngera shirika, wapendwa, nataka tununue mashini, makajira tuko nayo. Tuko nayo. Haria dumeda kanitha tũrĩ haria wari. No growth, no development. They are contented with what they have and where they are. Let me tell you, a focused leader, hata baada ya kujua mahali yako, anakuwa disturbed. Hatosheki. I can still do something better. Naweza fanya vitu bora zaidi. Hallelujah. Focused leader know where they are going. Mimi mahali na hudumu na sio munielewe tu vizuri, sio kuringa, lakini mimi nilisema mtu akichokeshwa na kiti kwake asilete kanisani. Atetu mtono anogio negete urehe kanitha-ini ati nige guthondekwo kirathondekwo ni ariu. Ati giki no gikarire andu kanitha-ini na nigia kunogia gwaku. Kanitha ti dumping site. I know where we want to go. Okay, Bwana sifiwe. So hizo mambo tatu. Knowing where you are, knowing where you are going, knowing what comes first, you'll be able to go far as a focused leader. Maybe because of time, why focus is essential for growth? Kwa nini ni muhimu? Kitu cha kwanza, focus prevents distraction. Tuliona ya kwamba vile Nehemia mambo yalivyokuwa. Lakini pia ukisoma Nehemia chapter number 4 and verse number 17, tunaona ya kwamba kulikuwa na opposition kubwa. Na katika hiyo verse inaonyesha ya kwamba how builders handled their work. The Bible talks about they worked with their tools in one hand and weapon on the other hand, because there were this opposition
people who were coming, na wakileta opposition yao wangeleta distraction. Lakini wacha nikwambie, because of their focus, they knew what they needed and where they needed to be, waliweza kuprevent distraction. Ni vizuri uelewe ya kwamba distraction is one of the tools. Ni mojawapo ya silaha ambazo adui anatumia. Angetaka ukiwa kiongozi uwe distracted, ukose kuelewa mwelekeo wako ni upi. Na unapotizama katika kitabu cha Nehemia, kama wangekubali distraction ingie kwao, hawangeweza kukamilisha kazi ile. Wacheni niwaambie, ilikuwa ni kazi kubwa. Ilikuwa ni kazi ambayo ingechukua hata muda mrefu. But we get to see from the Bible, because of how focused they were, waliweza kumaliza kazi hiyo na siku 53. Siku 53. This should encourage you as a leader, that you ought to be focused, usiwe distracted. Kwa mfano kama saa hii, distractions ni nyingi. Ni nyingi. Taru kwena nyingi muno irahanika ni tondu wa maundu maria marakiario thiini ginya wa social media. By the way, you should be very wise when you are reading, from the social media. Very wise. Because social media, zile vitu zinaandikwa zote ni zile ambazo ni mbaya na ni za uongo. Sahi kuna influence kubwa ambayo inafanyika hata kwa social media, ambayo pia imeattack paka leaders wa kanisa. Taru no kwa tuikarete ha bishop na hena mfuasi wa Shiloh Oakland. Hena mfuasi sugu. Ginyani aradora gwa kaugatirire ni ahujia biu ewira. No ndia kuno aradora. Ziko nyingi. Unapojaribu kufanya kazi ya Mungu, kutakuwa na masengenyo. Kutakuwa na mambo ambayo usipokuwa na hekima, ambayo yatachipuka katika mipango unayopanga. Itaderail kazi ya Mungu. Lakini wacha nikwambie, as a leader when you are focused, as a leader when you choose to remain focused, you'll be able to prevent distractions. Hizi distractions ambazo huwa zinakuja na zinajaribu kukupinga usiweze kutimiza kazi ya Mungu, ninataka ujue ya kwamba ukiwa focused utazishinda. You need to understand, wewe na mimi tuko na task ya kukamilisha. We have a task. Tari wewe chiari de waka ni dhocio kurava tara miaka yaku igikinya guthira gukeragwo ikombe ici, thafuria ici, itaroro ici, itambaya ici. Hey, hallelujah. Wewe kama kiongozi wa development, kutangazwe mambo haya na haya yalifanyika wakati wako. Kwa sababu gani? I want to let you know today, kama umekuwa umesahau jambo hili, wakati ulipewa nafasi hiyo, hata kama ni watu walivote, mbinguni ilikubali ya kwamba wewe uko na uweza wa kutimiza kazi hiyo. Hallelujah. Kwa kuno kwa mudhuri wa kanisa, elewa ya kwamba ulipochaguliwa namna hiyo, hata mbingu ilikubali wewe uko na uwezo wa kutimiza kazi hiyo. Ni vizuri kujua ya kwamba if you get to understand that you have a task, that task must be completed. That task must be completed. How can it be completed? You need to focus as a leader. You need to focus as a leader to be able to accomplish or even to accomplish that task that God has given you. When you remain focused as a leader, tumesema ya kwamba kitu cha kwanza, focus prevent distraction. Kitu cha pili, focus maximizes impact. It maximizes impact. Unajua ukiwa focused, utaweza kuweka nguvu yako na pia kuweka all your potential katika jambo hilo fulani, kwa sababu hauko distracted, na litaweza kukua
nguvu yako utaweka mahali ambapo itakuwa productive. Shida tulio nayo wakati mwingine unajipata kuona ya kwamba kama hautakuwa focus katikati ya mambo haya yote unataka kuyafanya, kutakuwa na mwanguko na pengine kutakuwa na progress katika mambo hayo ama mengine ya hayo. Lakini ukilenga jambo fulani, when you remain focused, you'll be able to kutumia nguvu yako vizuri na mambo yako yatakuwa mzuri. Jambo la tatu ni ya kwamba focus creates momentum. Wakati utakapokuwa focus, utapata kuona ya kwamba kazi itaweza kujengeka, itafanyika kwa haraka. You're going to create momentum to be able to achieve whatever is ahead of you. Ahead of you. Hey, Bwana asifiwe. Kanisa lile ambalo sisi tunaabudia Mungu, tulikuwa tunaabudia kanisa kadogo. Na mimi nilikuwa na mpango wa kujenga kanisa. So kila tulikuwa tunafanya, kulikuwa watu wanajaa ndani na wanakaa nje. Na tulikuwa tumenunua tent, watu wawe wanakaa hapo nje. Kile kilichokuwa kinafanyika, kwa sababu nilitaka watu wapate maono ya kujenga, kabla nimalize ibada, watu wote walikuwa wanaingia kanisani ndani. Makahihinyana na niye Ngai ni akihete ugigamenya ni ngwaria ta ndagika 15. Ndagika icio 15 andu meguthigina proper. No Ngai wahete maono, sikuwa terrorist. So within those 15 minutes tunaongea kuhusu kujenga. Tutajenga wapendwa, tutakuza kanisa la Bwana, na hatutaki kitu kingine, tunataka kujenga. Milango ikifunguliwa wakitoka, ninaona venye wametoka ni relax leo. Kule zaidi mego kafetuo. Sasa siku ile tulianza tukaulizana, nani angetaka tujenge kanisa? Do you know one gentleman alisema mimi nataka tujenge, tunavinyana sana hapa ndani. Akatoa shilingi 200, 200 shillings. Akasema mimi nimetoa hizi zikiwa za kwanza. Na mimi nikaambia watu, ninaamini ya kwamba hili kanisa hatutafanya harambee. We'll be collecting money every Sunday. Huyu ameanzia. Nani mwingine angetaka tujenge? Si sasa wako ndani na wanasweat. Tukatoa 70,000 Sunday ya hiyo ya kwanza. Nikawaambia Sunday mjitayarishe kwa sababu Mungu amejitayarisha. Sunday ya pili wakaja, nikawaweka ndani 15 minutes. Mimi nataka tujenge. Nikawaleta ndani, nilipowaleta ndani tukakaa. Hiyo siku ya pili wakatoa 135 Kenya shillings. Nakakwera ando magethigina. Tarugo uko no uria mutagethigina no mungiona. On Monday I came to church. Nikiwa hapo nimekaa nje kwa hako kanisa kadogo, our neighbor ambaye ni Mkatoliki akaja akanisalimia, akaniambia mchungaji, na ni mudhuri udhomaga thoreki akijira muhujia, pastor, usijenge kanisa kadogo, huku Mungu atakuletea watu. Girigwa tirebene guka, Mungu atakuletea watu. Mahali nilikuwa nimekaa akaanzia kutembea, akikinyama kinya uliona wetekio kenyia ndaina weteki haturaria nake ri wetekio wako wiga no uri arakinyama kinya wetekio wako gathikanyihite tondu agethire kinya kuri itekwendaga, you know, like ndugake kanitha munini pastor agethia agekinya ari akinyira akijira ufikishe hapa. Niandikie time, sijui namaliza saa ngapi. Sunday iliyofuatia tukaraise, tukafikisha shilingi 1,300. Tukafanya ground breaking hiyo Sunday. So that day, baada ya hiyo what you used to do, hizo 1,300 tukaanzia msingi. Watu wakipata msingi umechimbwa, tunaambia Sunday tunataka tuwe tumepanda kosi 5. Ukumbuke tuko kwa kale kanisa kadogo, wana sweat, wanatoa pesa. We build a church. Focus create momentum. Saa zingine si ndio tunakosa hiyo focus. Ikikosekana momentum itapotea.
Why is there no growth in some of our churches? Ni kwa sababu we have not created that momentum. And momentum is created with a vision. Kuwa na maono. Hey, Bwana asifiwe. Kuwa na maono. Maybe I'll just, because of time, I'll mention few biblical models on focused leadership. Ya kwanza ni hiyo tumesoma ya Nehemiah. Nehemiah focused on the mission to build the wall. Alikataa, he refused distraction. Alikataa kabisa mambo ya distraction. He built the wall kwa siku chache. Zikaisha, kazi hiyo ikamalizika. And I want to encourage you today in the name of Jesus, you can learn, and I can learn from Nehemiah. He was a strong leader who was focused. Yeye alilenga vizuri. Alijua ni wapi anataka kwenda. Hey, Bwana asifiwe. Hata sisi tunahitaji watu kama hao. Tunahitaji watu kama hao ambao watakuwa ni viongozi walio na malengo. Mahali ambapo watatuelekeza vizuri. Wewe kama kiongozi, you can learn, I can learn from Nehemiah. Remain focused. Complete the mission. God has given each and every one of us a mission to accomplish. We can only achieve the accomplishment by remaining focused. Kwa sababu kutakuwa na mambo mengi hapa katikati. Itajaribu kutupinga. Hapa katikati kuna mambo mengi ambayo yatajaribu kutupinga. Biblical model number 2, we can take our Lord Jesus Christ. Yesu mwenyewe kila siku alipatana na mambo mengi ya kufanya asiendelee na huduma. Mambo mengi ambayo alijaribu kupinga kazi yake. Lakini yeye alichagua na akaremain focused kwa kazi ya Mungu. Na mimi nataka niwaambie namna hiyo, kama vile anavyosema katika kitabu cha Luke chapter number 4 and verse number 43. Anaposema lazima nihubiri habari hii ya ufalme huu. Tunaona ya kwamba katikati ya mambo mengi, katikati ya opposition, katikati ya mambo ambayo alitaka kumtoa, katika kulenga kile ambacho Bwana alichomletea afanye hapa, yeye aliremain focused to the end. Na mimi nataka nikuambie wewe kiongozi, remain focused to the mission that God has given you in that local church, in that district. Remain focused. Biblical example number 3, it is Paul. Paul focused on the call. Unajua, katika kitabu cha Mitume mlango wa 20 na mstari wa 24, kuna mahali Paulo anasema ya kwamba I do not count my life dear to myself. Anasema it is not worth to myself. Na anasema maneno haya kwa nini? Ni kwa sababu focus yake ilikuwa ni ya kwamba atimize jukumu Mungu alikuwa amempa. Kwa sababu Mungu alikuwa amempatia jukumu la kufungua makanisa na kumake sure ya kwamba hayo makanisa yanakuwa. Na ndiposa tunaona ya kwamba kuna makanisa alifungua na bado akaitembelea tena na akakaa na hayo makanisa kwa muda, because ilikuwa ni jukumu lake atimize mwito huu wa kufungua makanisa, na zaidi ya hiyo pia aweze kuyajenga yaweze kukua across the region. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa namna hiyo. We can learn from Paul. Maybe, and I'm trying to rush here because I know my time is iko karibu kuisha. Lakini ni tuulizane tu swali hili alafu tulijibu. How focused leaders become catalyst for growth? How? Wewe unawezaje kuwa catalyst for growth? Number 1, it is by setting clear visions and direction. Kama kiongozi, put clear vision and direction. Usiweke, unajua ni vizuri kuelewa namna hii. Nimekuja kugundua where we also serve. Nimekuja kugundua ukitaka kitu kiingie hata kwa washirika, itangaze vizuri. Tari maundu mamaga go succeed ni tondu wa no matangathagirwo tu haha mbere. Ile matangazo ya hapa, kuna come together Saturday.
Alafu hata mwenye anatangaza hata hana rhyme na hiyo come together. Kuna come together Saturday. Hiyo tangazo inapita namna hiyo. Hiyo haingii kwa watu. You must create forum. Mahali bado watasukumiwa. Ninajua hata nyinyi hamkuja tu kwa sababu ilitangazwa tu hapa. Ninajua ya kwamba kumekuwa na kuwa influence. Imetangazwa, imesukumiwa zaidi, imefuatiliwa hata pengine kwa WhatsApp. For you to be a focused leader, na ndiposa uwe catalyst for growth, ni vizuri ujue ya kwamba you need to set clear vision and direction. Okay, Bwana asifiwe. Sijui kama mmekuwa na harambee kwenu kanisani, alafu mnakuja Jumapili nasema harambee ni baada ya service. Okay, gwa mundu ali gai, kwena harambee. Kwena harambee. Kiona kiki kifatie kuigwo wega. Na ni mwege kahoyagirwo. Gwitu kihoyagirwo nginya Sunday. Mundu agetwo randomly kuria uka ni urarikana kwena harambee mweri 13 hoera. Hoera ni akariganirwo. You need to cast it well. Set it and let it be clear. Do you know, katika kitabu cha Habakkuk chapter 2 and verse 2, kuna challenge inasema ya kwamba write a vision and make it plain. Ifanye. Wale watu wako katika advertisement, mnajua ya kwamba watu wengi sisi we are poor in reading those details. So you need to look for a very catchy thing. Kitu mzuri. Yenye ukiandika ya kwamba kuna kama for example ni vision of this year. Ikiandikwa namna hii, kila mtu atakamata, ataelewa. Lakini ujue usiandike na details kidogo, vitu zingine ama ziwe nyingi, iwe kuna congestion, haitakusaidia. Do you know that clear vision attracts commitment and participation? When you bring it and it is clear to the people, ukiweka vizuri, ukiweka maono haya yawe clear, it attract commitment. Watu watabeba mzigo. Bwana asifiwe. Kuna wakati kwetu kanisani tunakuwa na conference ya siku kama 3 kanisani. Wacha revival meetings, conference. Na what we usually do, tunatoa makaratasi ya attendance. Kama unajua utakuja Tuesday, wewe tick. Kama utakuja siku fulani, wewe tick. Alafu baada ya hiyo, do you know what we do? Tunachukua watu wengi tunawapatia majukumu kanisani. Wenu woka hura kigogona, wenu woka hura shuma cia kwamba tahari aja, wenu woka ukarora kana gite kiuma kihure. Yani ukahe andu aingi wira. Nginya mundu emucia karigwa atiriri, riu ndaga guthie ri. Shume kuhurwo no. Akagamba chwa, agoka conference. Sasa utapata conference na ni katikati ya wiki na tunatoka saa 2 ya usiku, bado kanisa imejaa. Then you wonder walikuja namna gani? Ni vision. Na wewe kama kiongozi lazima ujue na uitangaze vizuri kwa uwazi. Unataka hawa watu wajengeke. Ukiitangaza tu casually, Bwana asifiwe, kuna conference, unakuja. Siku ya pili mwingine akuja atangaze Bwana asifiwe, na yeye ako kazi. Atangaze aseme Bwana asifiwe, unajua sisi tunakuwa kazi, tunatoka saa 3 usiku. Wale wanapatikana wakuje conference. Hiyo ni goko. Ni tosho ndagitangatha gwakwa. Hey, hallelujah. How do focused leadership become a catalyst? Point number 2, it is by prioritizing what matters most. What matters most? Usilete mambo mengi alafu bado itashindikana. Itashindikana. Unapotizama utaona ya kwamba katika kanisa la kwanza, the Church of the Apostles, early church, ukisoma mlango wa 6 mstari wa 2 hadi 4, utaona kuna yale mambo waliweza kuweka kipao mbele. They focused on prayer and the word.
Na unajua hapa ndio nasema ya kwamba utaona ya kwamba pia kanisani tunaposema kuhusu prioritization, kuna watu ambapo kama hawatapatikana vitu hivyo vitasimama. Lakini nataka niseme ya kwamba if you look at the early church, kuna vitu walifocus at. Na hata sisi kanisani, it is good for us as leaders. We focus on the most things that matters. Zile vitu ambavyo ni za muhimu, tutilie mkazo. Na pia tuhusishe watu. Bwana asifiwe. Delegate. Delegation, kuna mtu mmoja alisema ya kwamba, na nimeikuta hapa, delegation protect focus and promote growth. Delegation, as you delegate, ukidelegatia watu wengine, you are building them, you are growing them, and also they will protect the focus yenye pengine umeweka kanisani ama katika hiyo idara. So focused leadership becomes catalyst by prioritizing what matters most. Then number 3, by consistent follow-up. Follow-up. Unajua, kuna quote moja inasema ya kwamba consistency builds trust and momentum. Consistency. Wacha kuwe kuna kitu ambacho unaendelea nacho. Ukiangalia, nimekuja kugundua kanisa ukitaka iendelee vizuri hapa ama idara, you need to have traditions. Tradition ni kusema hivi, for example, for us as a church where I am, we have a tradition. It is known. Inajulikana ya kwamba mwezi wa kwanza wa Januari we are in prayers. Tunajulikana ya kwamba in February we launch our theme of the year. Inajulikana ya kwamba mwezi wa tatu there is a certain teaching that goes on the whole month. Mwezi wa 4 inajulikana. Mwezi wa 4 tuko na annual conference ambayo ni ya kanisa letu. Inajulikana, tukienda hivyo kila wakitu kinajulikana. So as you come to our church as a new member, you be directed. You will know this is where we are and this is how we do things. Consistency. Hata vile ibada inaongozwa, kuna mpangilio. Bwana asifiwe. Kuna kanisa moja zamani nilitumwa kama mchungaji mgeni. Dathie jikarete thio guo ngeuria, huku ni wapi Mungu? Haya, kiongozi akisimama ako na scripture. Gashuje. Na ndagathimo guo jikarete thi ne kademano. You know, like kademano, agatemana hua. Haya, ni arekie mutongoria wako inithia nake akarugama. Ena gashuje. Mutangathi ruka mutangathi gakoge koru tondu gakoragwo ga kugutha ka mbere na ga kere, ne striker ile ya kwanza na ya pili. And I had a tradition with myself. Whenever I went to a new church, I never ministered for 3 weeks. Sikuhubiri kwa wiki 3. Wahubiri wenyewe nisikie wanahubiri namna gani, nijue shida zao. So Sunday 4 niliposimama, nikasema katika hii nyumba mimi ndiye pastor na kuna mambo nitabadilisha. Kutoka sasa kwa miezi 6 mimi ndio nitakuwa nasoma maandiko hapa kwa madhabahu. Hiyo yako soma kwa nyumba ikujenge. Haunataka wega? Hiyo yako soma kwa nyumba ikujenge. So mtu akija mgeni kanisani kwenu, atapata bado kuna vitu ama bado mnabadilishanga, haijulikani, haieleweki. We need to build consistency. Consistency in doing things. Tufanye vizuri. Okay, Bwana asifiwe. Ningetaka tu kwa dakika chache niwaambie kuhusiana na enemies of focused leadership. Adui wa focused leadership. Hiyo mic inaweza tengenezwa kidogo. Focused leadership iko na maadui. Adui wa kwanza anaitwa distraction. Distraction ile mambo inakujanga inakudistract.
Na leo hii tukiongea kuhusu some distractions zenye ziko, ya kwanza inakuwa ni opposition mahali ulipo. Opposition, uko na kitu unataka kufanya na kunakuwa na opposition ya mambo hayo. Opposition pia masengenyo inaweza kuwa ni distraction. Unapofikiwa na maneno hayo inakuvunja moyo, you feel like you don't want to move on. So enemies of focused leadership, number 1 ni distraction. Ni vizuri Mungu akusaidie sana that you ought to be a person who will be able to withstand na overcome distractions katika maisha yako. Don't let them rule you. Zitakuwepo, zitakuwa ni za maneno. Okay, Bwana asifiwe. Tari wewe kiongozi wa mama, unaweza tangaza kwenye mtangazo wa mama wote wabaki baada ya ibada. Na pengine umesimama hivi, uone wa mama wakichukua bag na wakienda nyumbani. Mafiu no kono mwena nene iba yaku nyina ajabi. Ocho na bag na neuma. What do you do? Hapo ndio nasikia mtu anakuja kanisani, hata ukiwa pastor umekasirika juu ya watu uliwaambia wafanye kitu ilisindikana, ukawaambia naona hamutaenda mbinguni, mtakaa huku duniani nyinyi. Na hiyo ndio mimi inanifanya niende kanisani mapema kabla watu wengine wafike kanisani, ndio niombee viti. Na mwadhani ule uikare ya mwadhani muhethayo no murathime. You do extras. Kwa sababu kiangalia watu watakuvunja moyo. Bwana asifiwe. Hata kuna wakati tumepanga harambee na mshirika mmoja anakuja na ni harambee tumepanga, tunataka kuokota 7 million tumepanga. Alafu mshirika ananikujia ananiambia, pastor, mufageti tena mtumia kukugora kiage, you know, like a member. Hiyo kitu iliniuma sana, lakini shida ilikuwa ya kwamba nyanya yake alikuwa mgonjwa. Nyanya yake ananijua. So nyanya yake akasema niende nimuone. Umenye ni ekujirite umuthi. Na nejira u kana ugo nejirie wega we. Na shosho wao ni muruaru, na shosho wao ni andumanira. Nithio na ndige ugire thia kone showe. Ni like ogu ajiria hari. Hata wenda kwa nyanya yako. But as a leader, unaangalia maneno nasema ya kwamba sitaki kujivunjika moyo, sitaki nipoteze hata kufika mbinguni. Ukamushokeria ndathayo ukamwira atiriri, Ngai ni ahete ashirika aya uri umwe wao na inyue na ithue na andu angi nitukugura mugunda uyu. Uhoro gathirira hau. Hallelujah. Gacoka ngoya maguru, ngekira ngari maguta, ngathi gwa shosho wao. Na ngahoera shosho wao, Ngai amuige muoyo matuko maingi na muhoni. Sengenyo, ati ukionekana na mchungaji ni kujipendekeza. I want to challenge you today in the name of Jesus. Don't fear criticism. And I am here to encourage you. Kidogo, kama haijakuja kuna wakati itakuja. Don't fear. Enemy number 3 ni burnout. Kuna watu wao wanachoka. Unaweza kuchoka kama kiongozi. Na wewe mwenyewe unajijua umechoka, hauna nguvu ya kuendelea na kazi hiyo, lakini bado umeshikilia. Ginyangarekia. Ni vizuri ujue ya kwamba it is maturity
hata siku moja kusema ya kwamba hii siwezi, ama useme ya kwamba nataka nisaidiwe. Okay, Bwana asifiwe. It is dangerous for you as a leader. Ufike mahali upate burnout ukiwa mchungaji. Na by the way unamenya bana ogege burnout especially hari ahujia wabagia riu kwaria oru na nduramenya. Kabia kwariria ndoru ukiuga ati ni roho ti roho. Ati kana ogeci ati no atuika general commander 2. No. Hiyo ni shida. Elewa kama kuna mahali unahisi ya kwamba nimechoka, siwezi endelea na hii. It is good for you to seek for help even as a leader. Enemy number 4, it is lack of discipline. Lack of discipline. Unaweza kuwa kiongozi lakini nidhamu iwe ya kwamba itakuteka wewe, hauna nidhamu. Unapata kuona ya kwamba unashikwa na maneno, wakati mwingine unaweza kuwa unanena visivyo, wewe hauambiliki. You know, nobody can direct you, nobody can, you know, you do not listen to anybody, yet you are a leader. You are not accountable. My challenge is, wewe kama kiongozi, ni vizuri kujua ya kwamba ukiremain focus kuna maadui ambao watakufuata. Ni vizuri Mungu akusaidie overcome, uwashinde hawa adui. Bwana asifiwe sana. Muda wangu umeisha. Lakini ningetaka kuconclude na kusema hivi. Ningetaka kuongea kuhusu results za focused leader, lakini nitaka tu ni conclude niseme hivi. Focused leadership is not about doing everything. It is about doing the right things consistently. Focused leadership is not doing everything. Kuna watu wanafikiria kwamba wakifanya kila kitu, wako in control. By the way, you are not in control when you are doing everything. As a leader, you must know, for you to be a focused leader, it is not about doing everything. It is about doing right things consistently. Ni vizuri kujua ya kwamba when leaders stay focused on God's vision, growth becomes a natural outcome. Wewe na mimi tukiremain focused kwa maono ya Mungu, kukua kutakuwa ni jambo la kawaida. Itakuwa ni a natural outcome katika maisha yetu. So I challenge you today as leaders who are seated here, na ambao Bwana ametuleta katika kongamano hili. Wewe tamani Mungu akusaidie mahali ulipo katika kitengo chako, kuwa a focused leader. Offer, focused leadership katika kitengo hicho. And I'm for sure telling you ya kwamba kutakuwa na growth katika hiyo idara, hiyo kanisa, hiyo nafasi uliyopewa. Kutakuwa na mambo tofauti. Hallelujah. So as I leave the podium, I want to say, wewe kama kiongozi, kataana na every form of distraction. Wewe kama kiongozi, lead with clarity. Na ujue ukifanya mambo hayo mawili, growth will follow you. Growth will follow you. Na kuachia 4 prayer points ambazo ni vizuri uzibebe na uombe kuhusiana na uongozi wako na uongozi wangu pia. Kitu cha kwanza, pray that Lord will give us clarity of vision. Mungu atupatie clarity of vision. Mungu akitupatia clarity of vision, kutakuwa na mambo mengi ambayo tutaweza kutimiza katika maisha yetu. So pray. Prayer point number 1, pray that Lord gives you clarity of vision. Prayer point number 2, omba Mungu akusaidie ya kwamba pray that God help you to resist distractions. Na ni nyingi. Kwa hivyo uombe Mungu akusaidie uzi overcome ama kuziresist. Prayer point number 3, pray that God strengthen your focus and discipline. Your focus and discipline. Na hii discipline ni vizuri jue, si vizuri tuishike tu kama ile nidhamu ya
tabia na vitu kama hivyo. Ni discipline ya kwamba, kwa mfano kama wewe ni kufuatilia mambo ya maombi, kusoma neno, kuwapa watu mwelekeo chini ya uongozi wa Mungu, mambo hayo itakusaidia namna hiyo. And then prayer point number 4 ya mwisho, omba ya kwamba that our leadership will produce lasting growth. Uongozi wako usiwe tu ni uongozi wa kawaida, uwe ni uongozi ambao utaleta lasting growth. Lasting growth. Mahali ambapo wewe umewekwa, hakikisha kuna mambo yaliyo tofauti. You can be an usher in church. You are leading that department of ushering. Can there be something unique? Venye umeorganize hawa watu. Na hiyo itakuja namna gani? It is when you are going to offer focused leadership. Na hii ilete lasting fruits ama lasting growth katika maisha yetu ya uongozi. Mungu awabariki na watende mema na azidi kuwaongezea neema yake. I'm sure we are here as leaders. Tuko mahali hapa kama viongozi, na haya mambo tukienda kuyatekeleza, kwa sababu najua all of us we have leaders ambao tunaongoza. Kama mchungaji, enda ukumbushe hawa watu viongozi kanisani mwako. Najua as we come to the next year, tutakuwa tunapokea ripoti zile Bwana amefanya. I'm challenged. Hiyo kanisa lenu likitoka mahali lipo, watu watajua limeondoka. Or a church can be removed, na ichukue kama mwezi moja watu bila kujua kanisa liliondoka. Baada ya mwezi wanauliza, na ile nyumba ilikuwa pale ilienda wapi? We need to bring impact to the community, to the society. Na tutabarikiwa sana. Sisi tungempatia Bwana Yesu makofi mazuri. Programu yetu ni so squeezed, hatuna break. Kwa hivyo ukijisikia unataka kujisaidia, nitumie hiyo turuga, unaenda at your convenient time. Kwa hivyo sasa tukisema watu waende break, tutapoteza another 30 minutes. Si ni kweli? Sasa usisubuke. Najua tukua shida tulikuwa tunasema excuse me teacher, I want to go out. Sasa hiyo umepiga frame. So sasa hakuna kuinua mkono. Ukisikia unataka kutoka, unaenda unarudi, na itakuwa mzuri. Praise the name of the Lord. Tungetaka tu kutabua zile wilaya zimeweza kufika siku ya leo, kabla hatujasikia mnenaji wa pili. Na pia najua tutakuwa na hata wakati mzuri wa impact, kuombewa, kuwa na wakati mzuri sana. Kwa hivyo we have about 10 districts together with the cathedrals. So we want to recognize wale wako, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Sijui kama muda utaniruhusu niwapee wimbo waibe tu ifugo igiri thetijaga. Kwa hivyo na wasiibe ile ya kurudiwa. Hiyo kuna wimbo unaiba inarudiwa na hujui imekwisha. So can we see Kabete ndio ametoka Bari. Kabete district. I can see their bishop is here together with us. All members from Kabete, just come forward, give us a number, and you praise it. Tuwapatie makofi mazuri. Wow, they are here in a big number. Kabete. Wow. Nitorokoya muira makinya ciange.
tigetie ndagika igiri mathaa manyu mathire